Kampuni ya Nickel imetangaza mkakati mpya wa kupanua matumizi ya madini adimu aina ya palladium nje ya sekta magari, hatua inayotajwa kuwa na uwezo wa kubadilisha mwelekeo wa soko la dunia katika miaka ijayo. Akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa madini hayo, Dmitry Izotov amesema kuwa kampuni inaangalia maeneo mapya ya ukuaji yatakayoongeza mahitaji ya palladium kwa kiwango kikubwa. Katika maelezo yake amebainisha kuwa eneo la kwanza ni nishati ya jua, akieleza kuwa teknolojia ya sasa ya sola ina changamoto kufikia kikomo cha ufanisi wa takriban 30% pamoja na gharama kubwa za uzalishaji. Hata hivyo, teknolojia mpya inayochanganya silicon na polyphosphate inaonekana kuwa suluhisho, kwani inakamata mwanga vizuri zaidi hasa wakati wa asubuhi na jioni, na pia ni nyepesi na nafuu. Kupitia ubunifu huo, Nickel inaendeleza matumizi ya palladium ili kuboresha ufanisi wa paneli hizo, ambapo inatarajiwa kuongeza matumizi ya madini hayo hadi kufikia wakia milioni 1 kwa mwaka ifikapo mwaka 2035. Eneo la pili ni sekta ya vifaa vya kielektroniki ambayo kwa sasa inategemea sana dhahabu. Izotov ameeleza kuwa pamoja na ubora wa dhahabu, gharama yake imekuwa kubwa na mahitaji yanaongezeka kutokana na ukuaji wa teknolojia za akili bandia na vituo vya data. Hapo ndipo palladium inaonekana kuwa mbadala muhimu, kwani inaweza kupunguza matumizi ya dhahabu na kushusha gharama za uzalishaji bila kupunguza ubora. Kwa mwelekeo huo, mahitaji ya palladium yanaweza kufikia angalau wakia milioni 1 kwa mwaka katika kipindi kijacho. Eneo la tatu ni maendeleo ya betri mpya za lithium sulfur ambazo zinachukuliwa kama teknolojia ya baadaye. Betri hizi ni nyepesi, zenye uwezo mkubwa wa kuhifadhi nishati na ni nafuu zaidi kuliko zile za sasa. Changamoto kubwa imekuwa ni kudumu kwa muda mfupi, lakini Nickel inaendeleza matumizi ya palladium kusaidia kuongeza uimara wake. Teknolojia hii ikiingia sokoni kikamilifu inaweza kuongeza mahitaji ya palladium kwa zaidi ya wakia milioni 1.5 kwa mwaka. Mbali na hayo, kampuni hiyo pia inawekeza katika matumizi ya akili bandia ili kurahisisha ugunduzi wa matumizi mapya ya palladium. Teknolojia hiyo inasaidia kupunguza muda wa utafiti na kuboresha ubunifu wa vifaa vipya, hatua ambayo inaweza kufanya palladium kuwa mbadala wa dhahabu katika vifaa vya kisasa vya kielektroniki. Kwa upande wa mkakati wa muda mrefu, tangu mwaka 2023, kampuni ya Nickel imekuwa ikitekeleza mpango maalum wa kuongeza matumizi ya palladium duniani, ikiwa na lengo la kutengeneza mahitaji mapya takriban wakia milioni 1.7 kwa mwaka. Hadi sasa kampuni hiyo inaendesha miradi 30 huku ikiendelea kuzindua miradi mipya kila mwaka ili kufikia malengo hayo. Katika mafanikio ya haraka, sekta ya kioo imeanza kuonyesha matumaini makubwa, madini ya palladium yakianza kutumika badala ya platinum, na tayari kampuni kutoka China zimeanza kutumia teknolojia hiyo. Kwa makadirio, matumizi yanaweza kufikia zaidi ya wakia milioni 2 kwa mwaka. Aidha, sekta ya matumizi ya viwandani, teknolojia mpya ya electrochemistry inaonyesha uwezo wa kupunguza gharama na kuongeza ufanisi wa nishati, hasa katika kusafisha maji na uzalishaji wa metali duniani. Kwa mtizamo wa soko la dunia, Nickel huzalisha karibu 40% ya palladium yote duniani, huku zaidi ya nusu ya mauzo yake yakielekezwa Asia, hasa China. Kwa sasa takriban 80% ya palladium hutumika kwenye magari, lakini mwelekeo unaonyesha kuwa matumizi mapya yanaongeza taratibu na kupanua wigo wa soko. Kwa ujumla, picha kubwa inaonyesha kuwa palladium sasa inaingia katika hatua mpya ya matumizi. Kutoka kutegemea zaidi sekta ya magari, madini haya sasa yanaelekea kutumika katika nishati safi, teknolojia za kisasa na betri za baadaye. Hatua ya Nickel inaonekana kuwa kichocheo kikubwa cha mabadiliko katika soko la madini adimu duniani.